Asante sana. Mimi ni kama ulivyosema, nimefurahi kwanza leo muda wa kutembelea baadhi ya mabanda ambayo yapo katika eneo hili na kujifunza vitu mbalimbali ambavyo wenzetu katika maeneo yao wanavifanya. Asubuhi hii nilipoingia hapa nilitembelea banda la Chuo Kikuu cha Ardhi ambapo nilikuta ubunifu wa hali ya juu, na ni jambo jema sana kama ubunifu wa aina hiyo unaweza ukaendelezwa na ukalifikisha taifa mahali ambapo tunapohitaji kuwepo, hasa kwenye malengo yetu tuliyojiwekea kwa dira ile ya 2050. Pale katika banda la Aru nimeona wanatengeneza ama wanabadilisha nywele hizi ambazo tunaenda kwa vinyozi tunanyoa, zinakuwa mbolea. Kwa hiyo kumbe nywele zinaweza kubadilishwa na kutengenezwa mbolea ambayo inaweza kutumika katika kuzalisha vitu mbalimbali mashambani, lakini katika kufanya mambo mbalimbali ya urembo kama watu wanaopenda kufanya shughuli za gardening na vitu vingine vya aina hiyo. Lakini katika banda hilo hilo pia nimeona wamefanya ubunifu wa kutumia magamba ya samaki ambao sisi tumebarikiwa kuwa na samaki wa kutosha, tumia magamba ya samaki na kuwafanya magamba yale yawe mifuko ya plastiki, mifuko hii ambayo tunatumia kubeba vitu mbalimbali. Sasa kitu kimoja ambacho nimekuwa nikiwaza, nikasema sasa kama hawa wanaweza kufanya vitu kama hivyo, ni namna gani wanaweza kushirikiana na sisi sasa kama VETA ili tuweze kufanya sasa hiyo shughuli ambao wanaifanya iendelee kuwa kubwa na iendelee kuimarika na wote tuweze kufikia tufike katika zile hatua ambazo tunaweza tukasema kwamba product hii sasa tumeitoa katika hatua hii ya aina fulani na tumeipeleka katika hatua nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Na ninaamini nikitembea katika mabanda mengine sehemu nyingine, na kitu ambacho nitakifanya, nitatembea kwenye mabanda mengine pia, utakuta kuna ubunifu wa namna mbalimbali ambapo ubunifu ule kama tunaweza kushirikiana pamoja na VETA, na sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha ushirikiano huo unatokea, basi mafanikio yataendelea kuwa makubwa na makubwa na makubwa zaidi. Kama kauli mbiu inavyosema, tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Sasa kulitambua soko lipo, lakini pia tuwatambue sasa kuna wazalishaji, watu mbalimbali ambao ni participants katika mnyororo ule wa thamani, na mnyororo ule wa thamani ukishakuwa shirikishi, basi tunaweza tukapata vitu mbalimbali ikiwemo ajira, lakini kuwawezesha Watanzania kupata products ambazo sasa zimetengenezwa Tanzania na zinazoweza kutumika katika mazingira yetu, maybe kwa bei nafuu na kwa bei ambayo kila mmoja anaweza aka afford.